Habari za leo. Ni matumaini kwamba nyinyi ni wazima wa afya. Lakini leo acha nizungumzie kwenye topic ya ardhi ya boma. Sasa leo nizungumzie kwa habari ya kuotesha ukoka. Kuna ukoka ambao nimefanya majaribio. Kwanza huu ukoka huu hapa. Huu ni kama huu ambao tunasema upo. Sasa sijajua ni kwamba ni kienyeji au ni hivi, lakini haukui sana. Inaonekana unajaza tu vizuri, lakini ni kama haukui sana, lakini unajaza tu vizuri. Kwa ukoka wenyewe ndo huu hapa unavyouona. Sasa hii ni sehemu ndogo tu ambao nimeotesha kama majaribio. Sasa sijui kati ya huu na huo mwingine ambao watu wengi wanauzungumzia, huo ungependa upi? Kwa maana huu ukoka huu huu ukoka huu umekaa sawa kwa jumla. Ni mzuri, yani nimetokea kuupenda, lakini ni mdogo sana. Yani ukiuangalia ukoka ni kama ni mdogo sana. Yani ni mdogo, lakini unakuwa kwa juu. Ila sijajua ongeza kushauri. Lakini kuna huu hapa ambao leo nitazungumzia sana kwa habari ya kuotesha ukoka. Kuna huu hapa. Huu ukoka huu. Huu ukoka unaona ni ukoka ambao nimeuotesha hauna muda mrefu sana. Ni ukoka ambao nimewaza kwamba niweke mfumo wa irrigation. Sababu nasema irrigation ni kwamba kwanza inakuwa rahisi, hata umetoka kazini, una shughuli zako nyingi. Kama hujaweka mfanyakazi bado unaweza ukaja ukafungua tu koki ikanyeshea kwa ule muda ambao umetulia tu, umepata mapumziko kidogo. Kwa hiyo ni mfumo ambao nimeona ni mzuri. Alafu faida ya pili ya kufanya irrigation kwenye ukoka ni kwamba nina jaribu kwamba inaweza ikapunguza yale magugu yanayoota kwenye ukoka. Kwa sababu ile sosi ya ukoka, sosi ya maji inakuwa iko kwenye shina, lakini ukoka utakavojaa sasa hapa na kusambaa kila mahali, inamaanisha automatically ukoka ukijaa sasa, ukasambaa ukajaa kila mahali, inamaanisha sosi ya maji itakuwa ni pale tu kwenye shina, alafu itapeleka huko kote. Kwa hiyo inamaanisha kwa huku katikati huku kwenye huu uwazi kutakuwa hakuna maji sana. Kwa hiyo inaweza kusababisha majani kutokuota. Kwa hiyo sasa majani yatakoota labda ni kwenye mashina tu kama haya, ambayo inawezekana ikawa ni rahisi sasa kuyang'olea. Sawa. Kwa hiyo sasa huo ndio ambao nataka nizungumzie leo kwa habari ya ukoka, kwa sababu tuko kwenye hii ardhi ambayo inapatikana ya boma. Kwenye ardhi ya boma ambapo sasa tunazungumzia kwa habari ya ukoka kwa ujumla. Sasa huu ukoka inamaanisha ukitumia irrigation kama hivi, irrigation system, unaweka tu hizo pipe. Huku ndio mashina ambayo tulioteshea huo ukoka huo. Kwa hiyo ukifungua tu kidogo maji inaenda kila kwenye shina. Kwa hiyo ni assume kwamba ukija uking'olea, yani unang'oa tu kwenye upande wa shina. Kwa hiyo inakuwa sio sana kama kila mahali ungekuwa ni majani. Kwa hiyo ni njia ambayo guys nimesema nishiriki kwa habari ya ukoka. Sasa kuna pointi moja kubwa sana ambayo nataka nikushtue leo au nikuongelee. Kuna aina mbili ya maandalizi sasa ya maandalizi ya kuotesha ukoka. Moja ni kwamba kwenye huu udongo wa boma, nazungumzia hasa kwenye ile eneo la udongo wa boma. Huu udongo wa boma huu ni udongo ambao unakuwa umechanganyika sana na, yani una mchanganyiko mkubwa wa udongo na mawe. Kwa sasa kuna wengine wana prefer, kuna option mbili. Option moja ni kuleta udongo kutoka sehemu nyingine. Kwa mfano unaweza kuleta udongo kutoka Moshi au kuleta udongo kutoka labda milimani huko, ukaja ukaujaza mahali, basi ukaotesha ukoka. Lakini option ya pili ambao mimi nimeifanya ni option ya huu udongo wa boma, lakini unauchekecha. Guys, unaona hii ni ardhi ya boma, lakini yani ni laini kabisa, kwa sababu udongo wake, angalia udongo wake ulivyo soft. Ni kwamba umechekechwa kabisa, udongo umekuwa laini, hauna mawe kabisa. Kwa
Kwa inamaanisha ni udongo ambao unachekechwa vizuri na chekecheke kama ile ya mchanga, kama vile mtu anayechekecha mchanga wa kujengea. Halafu sasa ndio unaotesha. Unachimba tu kwenye shina, halafu unaweka mbolea kwenye hiyo shina, halafu unaotesha na ukoka wako mzuri. Kwa hiyo sasa haya ndio matokeo ambayo yanaenda yakijitokeza. Unaota vizuri na maji yale ambayo inapata kwenye shina vizuri inaota. Kwa hiyo unaona vile ambavyo ukoka guys unazidi kuwa mzuri, unazidi kukaa sawa. Kama huu hapa unaona vile ambavyo unajaza vizuri. Yaani ni ukoka ambao unakaa vizuri. Ila kwenye huu upande wa mbona tusogee kwenye huu upande wa huu sasa, sijui guys, hebu mtu anaweza akasuggest, maana kama kuna mtu ambaye ni mtaalamu wa ukoka, kuna huu hapa, labda ni uangalie kwa karibu huu ukoka huu. Yaani ni guys, unajua kuna ukoka fulani hivi ambao unatambaa tu chini, unajishika tu chini lakini haukui juu. Sasa huu hapa ni mwembamba, ni mdogo, very soft. Yaani most of time ninapenda hata nije nikanyage tu hapa nikiwa sijavaa viatu. Yaani sasa sijui ndo huu ni uoteshe guys. Hebu share kwenye comment hapo ni upi ambao ni uoteshe, maana kuna mahali ambao nimeandaa ili nioteshe. Yaani kuna mahali ambapo sasa nimepandaa ambao ili nioteshe huo ukoka. Kwa hiyo sasa guys, ni shauri kwamba ni ukoka huu na model hii hapa, maana hii hapa ndio aina ambao watu wengi wameotesha kwenye lodge, kwenye mahoteli makubwa, sehemu kubwa nzuri, wanasema sijui wameotolea nchi gani, lakini ndio huu ukoka ambao. Lakini sasa guys, kuna huu ambao ni local way huu wa kwetu, lakini ni mzuri guys. Huwezi amini kwenye hii ardhi ya Bomba. Yaani umejaa. Nikawaza nikasema sijui labda nioteshe aina hiyo hapo, alafu na ile sehemu nyingine nioteshe huu hapa. Sasa guys, hebu naomba yani nishauri kwenye comment. Hebu andika comment ni upi. Ngoja niuangalie kwa karibu, alafu unishauri guys huu hapo. Unaona vile ambavyo unajaa lakini ni mwembamba, ni mdogo mdogo sana. Kwa hiyo inakuwa ni soft fulani, yani mzuri mno. Hapa nimeotesha tu kama majaribio, lakini naona ni ukoka ambao umekubali sana, yani umekaa vizuri, umejaa. Alafu na huu mwingine guys ndio huu ambao unaota hapa. Hapa. Sasa hii ni sehemu nyingine ambayo nimefanya hayo maandalizi ya huu udongo. Unaona udongo wote huu hauna mawe tena. Ni udongo ambao umechekechwa.